Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Nilivyomwona Sheikh Talib amesimama nikajua nishapona. Lakini kwanza yeye akaanza kuniponda mimi. Mbali tangulia anayekuja nyuma vyote sawa tu. Sasa tena Kwa kweli ndugu zangu, sasa hivi saa 8 na tumepata maneno mengi sana ya faida. Alhamdulillah, yamezungumzwa mengi na wazee na mashekhe. Kitu kikubwa sana tunatakiwa tuyafanyie kazi, tuyazingatie, na ukifuatilia ukiyasikiliza sana yale niliyoyawahi, unakuta yote yako baina ya akhlaqi na kwamba ndio kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuzidisha mikusanyiko kama hii kwa ajili ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kitu kikubwa sana cha kuzingatia ni kwamba muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mafanikio yetu fi dunia wal akhirah. Sheikh Muhammad Lali ambaye ndiye nilimkuta akisema hapa, ametuambia kwamba ibada kama vile swala ndio vitu vya kutengeneza mambo yetu. Akatutajia swala ya dhuha, akatutajia bwana aliyewaachia wanawe na wakati alwaqia. Yote hii ni kuonyesha kwamba mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio ufaulu wa duniani na akhira. Na hata Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema katika Qur'ani, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin. Anasema Mwenyezi Mungu, jisaidieni kwa kuvumilia na kuswali. Na kwingine asema ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Jisaidieni, takeni msaada kwa kuvumilia na kuswali. Kule kuswali kwenyewe ni katika kuvumilia, kwa sababu ikiwa kila siku unatekeleza swala, manake wewe ni sabirun ala taa, mwenye kuvumilia juu ya taa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia unatakiwa uvumilie kuepuka maasi, uvumilie unapopatwa na mitihani, uvumilie kuzuia matamanio ya nafsi yako, uvumilie kuzuia ghadhabu zako. Haya ni mafunzo ambayo lau kama ukiyaingia na kuyachangua vizuri, utakuta kwamba yote aya hii moja inamaliza matatizo yetu yote ya kidunia na ya kiakhira. Na ndio maana hata Mtume sallallahu alayhi wasallam tumeambiwa kwamba ilikuwa likimpata jambo hukimbilia kwenye swala, baada ila swala au fazi ila swala. Kwa ndugu zangu, tusiacheni swala. Katika ibada nyepesi sana tunazoziona ni nyepesi twaweza ziacha, hakuna kama swala. Angalia ukiingia mwezi wa Ramadhani namna tunavyokazana na saumu. Anayeswali asiyeswali wote watafunga, hata walevi pia ikifika Ramadhani wanaacha kwanza kulewa. Anayekula mirungi ikifika Ramadhani anaacha kwanza. Ambaye ana kimada ikifika Ramadhani kwanza kila mtu akae kivyake. Matatizo yote ndani ya Ramadhani yanasimama, pamoja na kwamba tuambiwa kwamba mashaitani wamefungwa, lakini inaonekana kwamba hii ibada ya saumu hii tumeiona sana umuhimu wake kuliko ibada ya swala. Na ndio hata hiyo swala yenyewe pia ikiwa ni Ramadhani watu wote wataswali. Lakini kwa nini? Kwa kuisindikiza ile saumu, kwa sababu watu wameambiwa ukifunga kama huswali haiswihi. Kwa hiyo mtu ili saumu yake iswihi ndio ataswali. Kile ambacho ndio asli, ndio msingi wa dini,
tumekifanya kwamba ndiyo msindikizaji. Tayeb, somo pia ni katika nguzo za Uislamu. Ni lazima ufunge. Uislamu wako hausimami kama hufungi, labda uwe na udhuru. Lakini swala ndiyo nguzo kubwa. Ndugu zangu, swala, tusiacheni swala. Kila tuwapo lazima tuswali. Wewe angalia, saumu, mtu akiwa mgonjwa ameruhusiwa asifunge, sio? Kwa nini asiambiwe kwamba afunge mpaka mchana? Kwa nini asiambiwe kwamba asile vyakula vizito, ale kidogo tu, ili mradi tu awe afunga? Lakini kasamehewa kabisa kufunga kama ni mgonjwa, sio? Maana angeambiwa tu kwamba uangaliwe ugonjwa wake. Je, aweza kukaa na njaa mpaka saa ngapi? Ikifika saa 10 kama ndo hawezi, sasa ale. Je, kama atakuwa anywa uji pia hataweza kufunga? Basi anywe japo uji. Haijatokea hiyo, hatukuambiwa hivyo Lakini je, swala ambiwa lazima uswali kusimama. Huwezi swali kukaa. Huwezi lalia ubavu wa kulia. Huwezi lalia ubavu wa kushoto. Huwezi swali chali, lakini matendo yaonekane, yale unayoweza uyatekeleze. Huwezi kutekeleza hata kitendo kimoja, lakini akili unayo, ipitishe swala katika akili yako. Angalia namna swala ilivyo muhimu. Tumeona kwenye somo tusamehewa kama hatuwezi, sio? Tena hiyo asamehewa moja kwa moja. Hata kama una uwezo wa kukaa mpaka saa 11 bila kula ukawa bado mzima, lakini ambiwa kuanzia saa 11 mpaka magharibi, ikiwa utadhurika usifunge. Kwa ndugu zangu, nimetanguliza maneno ya kwamba muda umeenda, lakini Said Jafar Sagaf nadhani yale maneno aliyoyasema ndio hikma ya mimi kusimamishwa baada ya Sheikh Talib, ya kwamba tuonane, wale ambao hatujuani tujuane, basi tutaipata rehema ya Mwenyezi Mungu na tutaipata afya yake kwa kuonekana huku na kujuana huku. Alkamalu lillah, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.